Kwa nini Israeli haiwezi kuishinda Hamas? Madai ya maafisa wa baraza la mawaziri la Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa utawala wa Israeli, kuhusu kushindwa Hamas yameibua utata katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu, ambapo wachambuzi wengi na maafisa wa utawala huo wanachukuliwa kuwa ni uongo na uzushi mtupu. Gazeti la Kizayuni la Yedioth Ahronoth likinukuu vyanzo vya habari limeripoti mabishano makali kati ya Amit Halevi, mwanachama wa Senate kutoka chama cha Likud, na Israel Katz, waziri wa vita wa Israeli, wakati wa kikao katika bunge hilo la Kizayuni. Gazeti hilo limeripoti kuwa Halevi alimwambia waziri huyo wa vita kuwa haelewi chochote na kwamba hakuna mpango wowote utakaoishinda Hamas. Halevi amesema, tumezi 20 na bado tunaendelea kutekeleza mipango iliyofeli kijeshi. Israeli imeshindwa kuiangamiza Hamas, hatuna uwezo wa kuishinda Hamas. Awali, Avigdor Lieberman, kiongozi wa chama cha Israel Beiteinu, pia alisema kwamba mtu ambaye ameshindwa kuiangamiza Hamas kwenye kipindi cha miezi 20 iliyopita hatafanikiwa kufanya hivyo hata akipewa miaka mingine 17. Hali halisi ya nyanjani ikiwa ni pamoja na makubaliano ya hivi karibuni ya Marekani na Hamas pia yanaonyesha kwamba madai ya Israeli kuhusu kushinda na kuiangamiza Hamas ni uongo mtupu unaokusudia kuhadaa fikra za walio wengi ulimwenguni, na kwamba Hamas bado ipo hai na inachukuliwa kuwa moja makundi muhimu ya kisiasa nchini Palestina, hususan katika ukanda wa Gaza. Swali ni kwamba je, kwa nini Israeli inayodaiwa kuwa nguvu kubwa ya kijeshi duniani haijafanikiwa kuishinda Hamas, na ni sababu gani zimeifanya Hamas iendelee kusimama imara? Majibu ni kama ifuatavyo. Kuna sababu kadhaa kuhusiana na swala hili, ikiwa ni pamoja na moja, Hamas ni itikadi inayoungwa mkono na watu wengi. Ukweli wa mambo ni kwamba Hamas ni zaidi ya harakati na chama. Guido Steinberg, mchambuzi wa masuala Mashariki ya Kati kwenye taasisi ya Kijerumani ya masuala ya kimataifa na usalama, anasema Hamas ni harakati ya kijamii yenye uungwaji mkono mkubwa katika ukanda wa Gaza na hata ukingo Magharibi. Kwa hiyo Hamas haitaangamizwa kwa kuuliwa makamanda wake na ina uwezo wa kujitenga upya. 2. Fikra ya Hamas kuhusu Palestina inaungwa mkono na watu wengi. Sababu nyingine muhimu ya siri ya kuendelea kuwepo kwa muda mrefu wa harakati hii ya mukawama wa Palestina ni kwamba fikra ya Hamas ya kuikomboa Palestina na kuunda taifa huru la Palestina ni fikra iliyokita mizizi na kihistoria miongoni mwa wananchi wa Palestina na ina uungaji mkono mkubwa katika taifa hilo. Licha ya mauaji ya kimbari ya utawala wa Kizayuni, wananchi wa Palestina wanaendelea kujivunia utambulisho wao wa Palestina na hawako tayari kuachana na kadhia ya ukombozi wa Palestina. Hamas pia imechagua njia ya mapambano kwa ajili ya kufikia ukombozi wa Palestina. Kwa hivyo, Hamas imesalia na itasalia kuwa nguvu ya kisiasa yenye ushawishi mkubwa miongoni mwa Wapalestina, ambapo utawala wa Kizayuni hauwezi kuishinda wala kuitokomeza kabisa. 3. Mbinu ya kupigana Hamas imepelekea Israeli ishindwe kukabiliana nayo. Mbinu ya Hamas kupigana kwenye medani ya vita ni kwamba haitegemei watu binafsi, bali hata kwa kukosekana makamanda, vikosi vya Hamas vinaweza kutekeleza mbinu zao za kijeshi. Vikosi vya Hamas bado vinaweza kuvisababishia hasara kubwa vikosi vya Israeli kwenye vita vya nchi kavu na vya majini. Mbinu hii ya vita imewezesha Hamas kuzuia uwepo wa kudumu wa Israeli kwenye ukanda wa Gaza, na hivyo kuifelisha kijeshi na kuifanya isifikie malengo yake ya vita katika ukanda huo. Kutokana na sababu zilizotajwa za kisiasa, kiitikadi na kijeshi, viongozi na wachambuzi wa Kizayuni wanaendelea kuamini kwamba matamshi yaliyotolewa na Netanyahu na baraza lake la mawaziri kuhusu kushindwa Hamas ni madai matupu yasiyo na mashiko na ambayo yanakusudia tu kuhadaa maoni ya umma, kieneo na kimataifa. Na hata hili swali pia unaweza ukajiuliza mwenyewe. Kwa nini kila mara bado Israeli anaendelea kufanya mauaji ya raia, akisema maeneo hayo Hamas walikuwepo, lakini hatuoni watu wa Hamas au ripoti ambayo Israeli akitoa akisema kwamba amewaangamiza watu kadhaa wa Hamas? Ni kwa sababu Hamas wanatumia akili kubwa na Israeli inaonekana kushindwa kimbinu. Kwingineko, Itamar Ben-Gvir, waziri wa usalama wa ndani wa utawala wa Kizayuni wa Israeli mwenye misimamo ya kufurutu, kwa mara nyingine tena ameuvunjia heshima msikiti wa Al-Aqsa. Itamar Ben-Gvir, waziri huyo mwenye misimamo mikali wa ndani wa utawala wa Kizayuni, Jumatatu alivamia msikiti wa Al-Aqsa wakati wa kumbukumbu ya kukaliwa kwa mabavu Bayatul Muqaddas. Ben alitekeleza kitendo chake hicho chini ya hatua kali za kiusalama, na baadhi ya wajumbe wa Senate, bunge la utawala wa Kizayuni, waliandamana naye kwenye uvamizi huo.
Wizara ya Wakfu za Kiislamu Quds imetangaza kuwa sambamba na hatua hiyo, makumi ya walowezi wa Kizayuni wameuvamia tena msikiti wa Al-Aqsa huku wakisindikizwa na polisi wa utawala wa Israeli. Hatibu wa imamu wa Masjid Al-Aqsa amelaani vikali kitendo hicho cha Wazayuni cha kulivunjia heshima eneo hilo takatifu na kueleza kuwa vitendo hivyo vinavyojeruhi hisia za Waislamu viko wazi sasa kwa kila mtu. Vile Jorge Ivan Ospina, balozi mpya wa Colombia kwenye ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu, amesema ulimwengu haupaswi kuwafumbia macho raia wa Palestina wanaoteseka huko Gaza na ukingo wa magharibi wa mto Jordan unaokaliwa kwa mabavu. Ospina amesema Jumatatu na kuongeza kwamba Colombia iko tayari kutoa matibabu kwa maelfu ya Palestina waliojeruhiwa katika vita vya Israeli dhidi ya Gaza. Watu hawawezi kufa kwa njaa, ni lazima wapate matibabu ya haraka na lazima washughulikiwe, ameongeza Ospina. Katika ujumbe wake huo, Ospina alitangaza hadharani kuteuliwa kwake na kumshukuru Rais Gustavo Petro wa Colombia na waziri wa mambo ya nje Laura Sarabia kwa uteuzi huo. Ameshutumu vikali mauaji ya halaiki ambayo Wapalestina wanakumbana nayo leo hii, akisisitiza kuwa atafanya juhudi kuelekea uhuru wa watu wanaoishi huko Palestina. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile harakati yenye itikadi kali ya Palestina Hamas haikubaliani na pendekezo la Marekani kuhusu masharti ya kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza. Mjumbe maalum wa rais wa Marekani Steve anamwambia mwandishi wa Axios Barak Ravid. Mjumbe wa ikulu wa Marekani Steve Witkoff anakataa madai ya Hamas kwamba kundi hilo limekubali pendekezo lake la kutekwa nyara na mpango wa kusitisha mapigano. Mwandishi huyo wa habari aliandika kwenye ukurasa wake wa X, "Nilichoona kutoka kwa Hamas kinakatisha tamaa na hakikubaliki kabisa." Ravid alimnukuu mjumbe huyo. Kulingana na ripota, alisema kuwa Israeli itakubaliana na suluhu ya muda na makubaliano ya utekaji nyara ambayo yatasababisha mazungumzo madhubuti kutafuta njia ya usitishaji vita wa kudumu. Mjumbe huyo pia alitoa wito kwa Hamas kukubali ofa hiyo. Hapo awali shirika la habari la Reuters liliweza kuripoti likimnukuu afisa wa Palestina aliye karibu na Hamas kwamba vuguvugu hilo lenye itikadi kali limekubali pendekezo la Witkoff la kumaliza uhasama katika ukanda wa Gaza. Kulingana na shirika hilo la habari, mpango huo mpya ambao ulipokelewa na Hamas kupitia wapatanishi katika mazungumzo hayo unajumuisha kuachiliwa kwa mateka 10 na mapatano ya siku 70. Pia inasema kwamba usitishaji vita wa kudumu chini ya dhamana ya Marekani unapaswa kujadiliwa katika kipindi hicho. Vilevile takriban watu 81 wameuawa kwenye mashambulizi ya kijeshi ya Israeli yaliyolenga wilaya mbalimbali za ukanda wa Gaza, kanali ya televisheni ya Al Jazeera imeripoti. Kwa mujibu wa kituo cha televisheni, vyanzo vya matibabu vinaiambia Al Jazeera kwamba Wapalestina wasiopungua 81 wameuawa kwenye mashambulizi ya Israeli kote Gaza siku ya Jumatatu. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile Rais Lula da Silva wa Brazil, sambamba na kulaani mauaji ya watoto 9 wa Dr. Alaa al-Najjar katika ukanda wa Gaza yaliyofanywa na Israeli, ametangaza kuwa mauaji ya kimbari ya utawala huo yanalenga kuwafukuza Wapalestina kwenye ardhi yao. Da Silva ameeleza kusikitishwa kwake na kimya cha jamii ya kimataifa na kutochukua hatua asasi husika kama Umoja wa Mataifa dhidi ya utawala wa Israeli. Walimwengu wameendelea kulaani shambulio la anga la jeshi la Israeli lililolenga nyumba ya daktari wa Kipalestina Alaa al-Najjar na kusababisha vifo vya watoto wake 9 kati ya 10, ikiitaja tukio hilo kuwa ni mauaji ya kutisha na ya kinyama. Dr. Alaa, ambaye ni daktari bingwa wa watoto katika hospitali ya Nasser huko Gaza, alikuwa kazini akiwahudumia waathiriwa wa mashambulizi ya Israeli wakati alipofahamishwa kuwa watoto wake 9 wenye umri wa kati ya miaka 2 hadi 16 wameuawa katika shambulio la anga lililopiga nyumba yao eneo la Gizan al-Najjar, Khan Yunis. Timu za uokoaji baadaye zilifukua miili ya watoto hao, ambapo miili ya 8 kati yao ilikuwa imeharibika vibaya kiasi cha kutotambulika kutokana na mlipuko huo. Vilevile vyama vya upinzani nchini Ugiriki vimeitaka serikali ya nchi hiyo isitishe ushirikiano wake wa kijeshi na utawala wa Kizayuni wa Israeli. Taarifa ya vyama vya upinzani vya mrengo wa kushoto vya Ugiriki imeitaka serikali kusimamisha ushirikiano wa kijeshi na utawala huo. Vyama vya Syriza, Greek Communist, New Left na Cause of Freedom kwa pamoja vimeandika barua kwa waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje wa Ugiriki vikitoa wito wa kusimamisha ushirikiano wa kijeshi wa Athens na utawala wa Kizayuni na kutambuliwa Palestina kama taifa. Barua hiyo inasema
Kila siku na kwa kiwango kikubwa, vitendo vya mauaji ya halaiki, uhalifu dhidi ya ubinadamu na uhalifu wa kivita vinatokea huko Gaza, vitendo ambavyo vinakiuka kila dhana na kifungu cha sheria za kimataifa, sheria za kimataifa za kibinadamu na sheria za kimataifa za jinai. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Rais wa Azerbaijan Ilham Aliyev ametoa wito kwa mataifa ya Kiislamu kuungana na kusimama bega kwa bega katika kupambana na chuki dhidi ya Uislamu. Kwenye hotuba iliyosomwa kwa washiriki wa mkutano wa kimataifa wa siku 2 huko Baku wenye mada Uislamu katika darubini, kufunua upendeleo, kuvunja unyanyapaa, Aliyev amesema kuwa mambo mengi ikiwa ni pamoja na kuongezeka kwa mwelekeo wa chuki dhidi ya Uislamu kufanya iwe muhimu kwa mataifa ya Kiislamu sio tu kuungana, lakini pia kuimarisha mshikamano wao na kupanua uungaji mkono wa pande zote. Hayo yakiendelea, harakati ya Ansarullah ya Yemen imetuma pongezi kwa katibu mkuu wa Hezbollah ya Lebanon na wananchi wote wa nchi hiyo kwa mnasaba wa kukumbuka ushindi mkubwa wa Mukawama na kukombolewa eneo la kusini mwa Lebanon, na kusisitiza wajibu wa kuendelezwa njia ya shahidi wa Uislamu na ubinadamu Saidi Hassan Nasrullah. Ofisi ya kisiasa ya Ansarullah ya Yemen ilitoa taarifa kwa mnasaba wa mwaka wa 25 wa kukombolewa eneo la kusini mwa Lebanon na kusema tarehe 25 Mei mwaka 2000 walishuhudia kushindwa kwa fedheha wa Zayuni na kufurushwa kusini mwa Lebanon. Ushindi wa Mukawama wa Kiislamu wa tarehe 25 Mei 2000 ulikuwa ni tukio muhimu la kistratejia ndani ya karibu ya mapambano ya Waarabu na Waislamu kwa upande mmoja na adui Mzayuni kwa upande wa pili. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel hii. Shukran kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.